Sawa, na Wakanda jana ulitupatia tetesi zile, kwanza zile za Singida zimetiki kwenda pale Young Africans, lakini umetuambia kuna nyota huenda wakaenda kwa mkopo Singida Black Stars, lakini nasikia za chini vijana wamekula nyoya. Kumekuwa kuna ugumu baadhi ya wachezaji ambao walitakiwa kujiunga na Singida Black Stars kutoka Young Africans, na ugumu huo upo kwa Musa Balakonte na Momo Dumbi ambao wao kuna namna ambavyo hawajaridhishwa na uamuzi wa klabu yao kuwapeleka kwa mkopo kwenye hizo timu, na kitu pekee ambacho wao kama wachezaji wamesuggest ni kama klabu inataka kuwa offload, basi ni heri kawavunjia mikataba na wakawa wachezaji huru, jambo ambalo kwa namna moja au nyingine linaleta ugumu kidogo, sababu ukiangalia mkataba wa Musa Balakonte ni mkataba wa miaka 3 ambao ulikuwa una marupurupu ya kutosha. Kwa hiyo huyu mtu unapoenda kumvunjia mkataba katika zile taratibu tu za kuvunja mkataba, obviously na expect hata gharama za kuvunja itakuwa ni gharama za juu. Kwa hiyo mazungumzo bado yanaendelea baina ya Young Africans na hao wachezaji kuona ni namna gani ambavyo wanaweza wakatengeneza nafasi ya Yanga kuingiza wachezaji wengine wapya katika dirisha hili la usajili. Na pengine namna sahihi ya kuachana nao ni ipi? Kwa sababu tumeona Young Africans kwa wachezaji waliowasajili mpaka hivi sasa, Damaro si Mtanzania? Damaro ni Mtanzania kabisa. Kwa maana mchezaji wa kigeni anayehusishwa naye ni Maruf Shekei. Kwa wachezaji wale wa zamani hakuna ambaye mkataba wake unatamatika ili kuepuka hii migogoro kuvunjiana mikataba na mwisho wa siku kupelekana FIFA. Mimi sidhani kama kuvunja mkataba ni dhambi. Kuvunja mkataba wa mchezaji sio dhambi. Kinacholeta tu shida ni gharama. Kama mnaweza kuziafford hizo gharama za kuvunja mikataba, basi fresh, lakini mtaingia katika gharama za kuwalipa hizo fedha kama mnazo fresh, sababu kwa hivi sasa unapozungumza mkataba wa Dumbia ni mkataba miaka 2. Mchezaji yeye linapokuja swala la kumtoa kwa mkopo, unajua ishi tofauti ya kumuuza mchezaji na kumvunjia mkataba na kumpeleka kwa mkopo ipo eneo moja tu, utayari wa mchezaji kufanya hivyo. Kuna baadhi ya timu tumeona mchezaji akigoma kuuzwa. Mfano mzuri kabisa ni Manchester United na Harry Maguire. Deal yake kwenda West Ham, Maguire aligomea kwa sababu hakuwa tayari kuondoka Manchester United kwenda West Ham. Aliamini ni heri akaendelea kusalia kucheza Manchester United kuliko kwenda West Ham. Kwa hiyo kwa sababu una mkataba naye, mchezaji amegoma kuondoka, hautokuwa na option nyingine zaidi ya kuendelea kubaki naye. Kuna baadhi ya deals za kutosha tu tumeona mchezaji anaambiwa nenda kwa mkopo timu fulani, yeye analigomea, ndio mfano kwa hili la kina Musa. Sasa kinachokuja kusolve haya ni namna gani ambavyo hawa watu watazungumza kwamba nenda kwa mkopo labda katika masharti 1 2 3, labda kuna namna ambavyo tunaenda kuruhusu ukapate game time, tunataka ucheze, utarudi kwenye klabu hii baada ya muda fulani, then baada ya hapo unaweza kukuta mchezaji anafungua nafsi, anaenda anaitumikia hiyo klabu kwa mkopo. It's the same thing kwa mtu kama Victor Osimhen. Victor wakati anaondoka Napoli alitaka kwenda kwenye timu nyingine nje ya Galatasaray, lakini kwa sababu hizo timu alizokuwa anazipicture Victor hazikuleta ofa na tayari Napoli alikuwa washamfungulia mlango wa kuondoka, ilipokuja ofa ya Galatasaray hakuwa na option, sababu at that time ndo taifa pekee ambayo dirisha la usajili lilikuwa wazi. Kwa Victor akajikuta anatakiwa tu kwenda kucheza Galatasaray. Amecheza, mwisho wa siku amepapenda Galatasaray, amesaini mkataba wa kudumu Galatasaray, maisha mengine yanaendelea. Kwa hiyo issue za usajili ziko katika muundo huo. Kuhusu ni ukiachana na hawa wawili, ni mchezaji gani mwingine ambao unahisi Young Africans wako willing kumoffload? Huoni ni wachezaji wa kigeni ambaye tayari is official na ataondoka ni Andy Boyele. Yeye obviously anarudi Sekukune United. Kwa hiyo nafasi ambayo Young Africans wana picture kuleta mchezaji mwingine wa kigeni kwenye eneo la ushambuliaji. Kwa sababu unajikuta kwenye ile eneo la Musa Balakonte ambayo Young Africans wana picture kumleta kiungo mwingine wa kigeni, pamoja na eneo la Momo Dumbia ambao walikuwa wanajaribu kufikiria kumleta Maruf Shekei. Inawezekana kwa kiasi kikubwa ndio zikao option nyepesi kuondoka kwenye timu, kwa sababu Yao Kouassi hayupo kwenye wachezaji waliosajiliwa.
Frank Asinki ameonyesha umuhimu katika mechi kadhaa alizozicheza. Young Africans wameamua kuendelea kwa naye kwa nusu msimu nyingine. Djigui Diarra sidhani hata kama hilo jina unaweza ukafikiria likavunjiwa mkataba. Prince Mpumelelo Dube sidhani hata kama viongozi wanafikiria. Yani kumvunjia Diarra mkataba sasa hivi wananchi wanakubeba. Ndio nakwambia ni sidhani, yani hayo sio majina. Mkataba sasa hivi Diarra. Nasema hayo sio majina ambayo hata viongozi watakuwa wanayafikiria. Sio kina Duka Buya, sio majina ambayo viongozi wanayafikiria kuyavunjia mkataba. So obviously haya majina mawili wakifika mwisho wa siku muafaka, inawezekana tukaona wakiondoka kwenye timu, kwa sababu hapa kinachomata ni namna gani tutamhakikishia mchezaji future yake, kwamba nenda bwana miezi 6 utacheza hii timu, itakupa 1 2 3, tutakuhakikishia kwamba kuna maroporopo utapata, then baada ya hapo kiwango chako kikiwa kizuri utarudi kwenye klabu hii, ama tukiona vipi tunaweza tukakutafutia timu nje ya nchi. Lakini sasa hivi kwa hivi sasa katika malengo ya klabu tunataka tutimize hapa, na wewe kama mchezaji katimize malengo yako ya kucheza maeneo mengine. Na Nsajigwa pengine ugumu na kuepo wapi? Kwa sababu kama Singida Black Stars ambao wanahusishwa nayo ni timu ambayo pia inacheza katika michuano ya kimataifa, ni timu ambayo pia ina msuli mzuri wa fedha tofauti na timu nyingine, lakini pia ni timu ambayo pia inatoa opportunity ya wachezaji kuonekana katika platform nyingine ambazo unaweza kununuliwa, kama tulivyoona Mwalimu katoka Singida kaenda kule Wydad Athletic, lakini pia kuna ule nyota kaenda katika Nigeria yule. Okay. Baada kuna Jessica Bello, lakini yule beki Benjamin Tanim. Tanim pia kaenda nje. Yani wana platform nzuri na wanauza wachezaji katika timu nzuri nyingine ni kubwa kuliko timu za hapa Tanzania. Na ugumu ambao unakuja kwa hao nyota wa Young Africans kukana, kwa maana kugoma kwenda kwa mkopo, ni upi unaona kwa upande wako? Ni jambo la makubaliano hilo, mpaka mtu anakubali utolewe kwa mkopo. Ukiona kuna mgomo kama hivyo, inawezekana kuna vitu ambavyo havijafikiwa sawa. Na kuna baadhi ya wachezaji wao wanaamini hazi yake ni kuchezea timu ya daraja fulani. Singida umehitaji hapa kwamba wana msuli wa kifedha, wana vitu kama hivi, lakini bado Singida hajafika hata robo ya hazi ya Yanga. Singida ni timu ndogo sana tu ambayo mchezaji kukubali kucheza pale inategemea tu na alikotoka. Mwingine kwa hazi yake, mfano mtu kama Dumbia kacheza paka Ulaya, hapa katikati alikosa timu ndo akawa anafanya mazoezi na Yanga huu nusu msimu. Kwa hiyo kuikubali Yanga kama sehemu ya kuanzia, unaweza kumuelewa kwa hazi ya Yanga. Lakini kuikataa Singida pia unaweza kumuelewa kwa sababu Singida ipo hazi moja, haipo hazi moja na Yanga. Musa Barakonte katoka ligi ya Tunisia, Sfaxien. Kuja Yanga alikuwa amepanda. Kwa sababu hali ilivyo hivi sasa kwa Sfaxien ni tete. Timu nyingi za Tunisia hivi sasa viwango vyao ni vibovu, na ndio maana ni hizi tutakuta kwa msimu mzima kwenye michuano ya CAF unaweza kukuta yupo Esperance peke yake, wengine hao hata wapo kwa sababu nyingi zimeyumba. Kwa hiyo yeye kutoka Sfaxien kuja Yanga alikuwa amekuwa kuna eneo kuja kuongeza profile, alikuwa na uhakika kucheza hatua makundi Champions League ambayo kuicheza huko nyuma na kwenda mbali zaidi. Huyu kumtoa kumpeleka Singida ambayo anacheza kombe la shirikisho na hakuna uhakika kama Singida yaweza kavuka kombe la shirikisho toa makundi kwenda mtoano. Hakuna uhakika pake hivi sasa kwa maana ya uwezo wa Singida na kundi lake lilivyo. Lakini pia hakuna uhakika msimu Singida kushinda kombe lolote official, eza ligi kuu au kombe la shirikisho au FA. Achana hayo bwana. Saizi Sekafa imecheza huko nyuma, kombe ambalo linakuja mwaka mmoja linapotea. Haya official ambao tunajua sisi hakuna huo hiyo guarantee. Inategemeana sasa, lakini umefika finali msimu uliopita. Inawezekana kweli Singida labda msimu uliopita umefika finali. Kweli unawezekana wakafika finali na wakachukua, lakini ukitaka utengeneze uwezekano kati ya Singida na Yanga, naye anawezekana akashinda ile kombe, inawezekana Simba Yanga zikani kubwa zaidi kuliko za Singida. Kwa haya yote wachezaji pia huwa wanaangalia, lakini pia mazingira. Wanatoka Dar es Salaam Yanga naenda Singida. Singida paka mdao mimi sijui ni timu ambayo ina makazi mkoa gani. Tangu msimu huu umeanza. Sababu naona wapo mjini. Hivi kuna mechi wamecheza japokuwa kuna mechi wamecheza Singida msimu? Hakuna mechi wamecheza Singida. Mechi zote za nyumbani wamecheza Dar es Salaam. Kwa hiyo hiyo nayo pia kuna mtu mchezaji anaangalia hivi timu naenda ina future gani? Yaani hadhi ya mchezaji na timu ambayo unaenda kuitumikia. Sema mimi niko na Singida haiwezi kuvutia mchezaji mkubwa ambaye anawaona makubwa kutokana na maisha ambayo amekuwa yakiishi. Si kwa bahati mbaya, hawa wachezaji wanakuwa na vitu vikubwa wanaviwaza. Kwa hiyo
Hivi zote ni sababu moja hapo ambazo mimi naziona kulingana na wachezaji ambao au mtu anahofia anaweza kaja msimu ujao timu haitwi tena Singida. Inawezekana pia imeuzwa imekuja timu nyingine, kwa sababu kama nakumbuka ikisema Eben msimu juzi umeanza msimu Singida Fountain Gate, lakini Fountain Gate si inaendelea hii katikati wakanunua timu nyingine. Yaani unajua wachezaji wakahamia huko, wengine akabaki Singida. Wako kwenye mazingira magumu ya kuaminisha watu. Kwa tunaenda msimu wa pili sasa hivi, bado wako kwenye process ya kutengeneza brand yao, kuaminisha watu kwamba wao ni timu ambayo inajiestablish kama washindani, au ni timu ambayo wanatengeneza makocha, wachezaji ili kama sehemu ya kujitengenezea kipato. Tunawaita hizi feeders club, huko akiendelea kwa ile timu tu shindani ya kawaida. Yaani kwa mfano leo tunaweza tukatolea mfano labda ligi maarufu Premier, tukatolea the likes of kina Fulham au Bournemouth, Palace. Hizo timu zikitokea zimebeba makombe mara nyingi inakuwa ni nadra sana, yani ndio inakuwa kama history kama alichofanya Palace juzi hapa kwenye historia ya klabu haijatokea, lakini ni timu fulani ambazo zimejitengeneza kama ni timu fulani tu zenyewe ni shindani daraja fulani la kati. Kwa wao kwenye ligi kuu hawashuki wala uwezi kukuta nafasi za chini sana au za juu sana, wako katikati. Ndio na sasa nasema kwa upande wa Singida nadhani ndio timu ambayo inaenda inajiestablish kwa aina hiyo. Kwa nadhani kwa misimu walioko bado wana nafasi ya kuendelea kuprove watu kwa vile ambavyo vimetokea misimu ya nyuma, kwamba mara leo timu inaitwa EF, mara kesho inaitwa Fountain Gate. Sasa ni timu nyingine. Si ndio tunaongelea mazingira hiyo timu kuja. Tunaongelea mazingira hiyo timu kuja. Kwa hiyo watu ukienda, mimi naongelea hii ni EF. Mimi naongelea experience ya kwenda ya mtaani. Perception za watu kuhusu Singida bado watu hawaelewi ni timu ambayo ipo kama inashindani au ipo kwa mgongo wa timu nyingine. Yaani ndio perception iliyoko mtaani. Yaani leo tukipigia simu shabiki hapo yoyote, hao mashabiki wanatuma message ya Wastara, ndio waambie mmoja apige simu hapo msikilizi, utaelewa ninachokuambia. Kwa hiyo nasema wanaenda kwenye misimu sasa hivi wa takriban watatu, kwa wako kwenye mazingira ya wao kujiestablish. Na ndio maana sasa unavyoona wanaleta wachezaji hivyo wazuri, wanakaa nao, wanafika finali za haya mashindano, ni rahisi wao wazi timu kujitengeneza. Ndio. Sasa unapopeleka offer za wachezaji kama wale sasa wa timu kama za Yanga au Simba, kwa situation walioko sasa hivi inakuwa ni ngumu kupata belief. Kwamba anakuja kwenye timu ambayo inajiestablish vipi. Lakini mimi naamini kwa huu msimu ukiisha, ndio Singida watajiestablish kama moja ya timu ambazo ni bora hapa nchini na kubwa, kwa sababu naona kidogo wana ambition tofauti na misimu ambayo ilikuwa ya nyuma. Yaani ukiangalia leo hii Singida wanavorani timu yao kwa sasa hivi ni tofauti na misimu ya nyuma ambao wamekuja ligi kuu. Kipindi ile ilikuwa wanachukua tu wachezaji fulani maarufu na ambao wamepita kwenye ligi kuu, lakini zana la timu lilikuwa haliko. Lakini sasa hivi unaangalia ina wachezaji wanawaleta, walimu wanawaleta, benchi lao ufundi linashiba kidogo. Kwa na inaniwia ugumu kukubaliana na perception ambazo ziko mtaani kwa sasa hivi au ziko kwenye jamii. Kwa hiyo nadhani waendelee kufanya hivi kwa misimu nenda rudi, itawawia urahisi wao kupata hizo beliefs za watu au wachezaji wa timu nyingine. Na kanicho cha kusema Eben, ndio Stara anacheka kwanza. Kama Azam alivyo. Itatuambia Stara bwana anacheka sana. Sisi tumuelewe unajua. Mbona kama Azam alivyo hivi sasa? Ndio. Ukiacha Simba na Yanga. Kwenye hizi timu kubwa. Ndio. Timu ambayo una uhakika unaweza ukacheza, ukaenda ukacheza. Na mpaka msimu unaisha sio na wasiwasi anza kubadilisha jina au ikauzwa ni Azam. Na okay. Lakini hizi zingine hapa katikati unakuta imeanza Tabora, katikati mara TRA. Kesho utasikia inaitwa Sugar. Unakuwa hakuna huo uaminifu ambao unautengeneza wa muda mrefu. Ianze kwa Kitayose. Kitayose sasa unaona. Sasa mchezaji mkubwa kama yule anakuwa hivi taasisi naenda na uhakika nayo kabisa huu msimu unaanza mpaka unaisha itakuwa hivi. Kwa mfano hawa Singida kipindi kile Singida Fountain Gate. Amba sasa hivi inaanza Fountain Gate. Hapo katikati ya msimu unachanganya timu. Huo mfano wangu ni mwingine. Yani ndio nakwambia kipindi hicho inaitwa Fountain Gate, sasa hivi bado inaitwa Fountain Gate. Ile mwanzo iliyokuwa inaitwa Singida Fountain Gate. Sasa hivi ndio inaitwa Fountain Gate. Sasa nisikize ndio. Yani ipo hivi. Huko nikabia mbele tu. Mfano wangu kuwa na timu nyingi ambazo hazieleweki msimu ukianza zitaisha vipi? Na okay. Ndio hiyo issue ya Singida Fountain Gate. Waige Mashujaa. Walivyoanza au Singida Fountain Gate. Msimu unaanza ni Singida Fountain Gate. Katikati ya msimu wamiliki wengine katika yale makundi mawili wakanunua timu nyingine ambao ndio EF sasa hiyo. Ndio hii Singida Black Stars ya sasa. Baada ya timu kuinunua, kundi kubwa la wachezaji likawa linachukuliwa kutoka hii Singida Fountain Gate kwenda EF.
na maybe kanuni zilikuwa zinaruhusu kusajili wachezaji wote, maybe timu nzima ingehama. Okay. Lakini sababu za kanuni wengine hawakuhama. Kilichotokea kama mnakumbuka, Singida Fountain Gate ilikuwa na struggle ibaki kidogo hata wacheze playoff. Katikati pale zile mechi za mwishoni Masana alikuwa msemaji wa ile timu. Wakatengeneza ile walikuwa wanahitaji kuna mechi za mwisho zilizo kuziendea, kuna kauli mbiu walitengeneza ili kutia hamasa washinde, wasalie wapi? Wasalie ligi kuu. Sasa haya matatizo kama haya hayampi assurance mchezaji mkubwa kama Mo Dumbia aende kucheza kwenye hiyo timu. Kiuhalisia, yani mmezungumza issue ya taasisi. Sidhani kama issue ya taasisi ina shida hapa. Okay. Hebu tumwangalie Dumbia, alafu muangalie Musa Balakonte. Hawa ni wachezaji ambao labda kwenye daraja hawalifikia hata daraja la Halida Ucho. Okay. Muangalie Musa Balakonte tena, muangalie Momo Dumbia. Hawa ni wachezaji ambao kwenye daraja hawalifikia hata daraja la mtu kama Clatous Chota Chama. Lakini ni wachezaji ambao wapo Singida Black Stars. Kwa hiyo issue ya taasisi sijui itaweza ikabadilika, wala hiyo haiwahusu wachezaji. Kwa sababu wewe kama mchezaji unaposajiliwa na timu, unapoenda, kitu cha kwanza inaweza ikawa ni namna ambavyo wamepresent